niseme kwamba kweli jana kwanza nilifight, bahati mbaya sana sikupata nafasi ya kuweza kuchangia, lakini pia baada ya kuona kwamba ningeweza hata kushika shilingi, lakini na kwenye kushika shilingi ilishindikana, kwa sababu niliona kuna mambo mengi mno ambayo niliyokuwa nahitaji niachangie, lakini pia nisikie response za waziri katika maeneo hayo. Kwa hiyo nikaamua kuchangia mchango wangu wa maandishi, na niliupeleka mchango wangu wa maandishi lakini kwa Mheshimiwa Spika kwa ajili ya waziri aelewe kwamba ni mambo gani hasa ambayo nimeachangia wizara. Kwa ufupi naweza nikasema hapa kwamba kuna vipengele kama 7-8 hivi ambavyo nilitaka kuvichangia katika wizara hiyo. Moja ni kwa mfano eneo la sekta ya fedha. Eneo la sekta ya fedha hapa zilikuwa ni pongezi tu, kwa sababu kuna benki zetu za ndani mpaka sasa hivi zimeongeza ushiriki mkubwa sana katika upataji kazi katika miradi ya kimkakati. Kwa mfano SGR, bwawa la miradi ya REA na miradi mingine ambako, lakini pia hata upande wa madini, gesi na mafuta katika zabuni mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali, hasa za makampuni ya nje, ambako nyingi benki zetu zilikuwa zishirika katika kazi hizo, kwa sababu benki zilikuwa zikipewa hizi makampuni hayo ya nje kwa kwamba nilichokuwa na kwamba katika eneo la sekta ya fedha nilitaka kuzungumzia eneo la kwamba hizi benki zetu makampuni ya nje yanapokuja hapa yana concentrate zaidi na pata zamana kutoka katika mabenki yao, kwa maana wanapotaka yale malipo ya awali kwa maana ya payment, na wanapotaka dhamana kwa ajili wanapotaka dhamana kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba performance bond. Haya kampuni ya nje yote yalikuwa akipata dhamana hizo nje ya nchi. Kwa hiyo yanapofika hapa nchini benki zetu hazifanyi kazi, yanachukua hizo kazi zote. Yani makampuni haya, kama kampuni limetoka dhaminiwa na benki za kutoka Japan, kama kampuni limetoka China dhaminiwa na benki za kutoka China. Lakini hivi sasa tunaendelea kushika miradi hiyo niliyoitaja kwamba hata pale SGR mlikuwa kuna eneo la local content ambako wafanyabiashara wetu hapa wa ndani wafanye. Ukienda huko kwenye madini hivyo, ukienda kwenye miradi ya maji hivyo hivyo, ukienda kwenye miradi ya madini hivyo hivyo, ukienda kwenye miradi ya hivyo hivyo, ambako kwamba makampuni haya baada kutumia benki za nje sasa yamekuwa benki zetu za ndani. Kwa prove sana kwenye hili eneo la local content, kwa kuhakikisha kwamba benki zetu zimeshirikishwa kikamilifu katika utoaji wa dhamana. Sasa nini faida yake haya yakifika vizuri? Faida yake ni kwamba kwanza benki zetu zinapata faida kubwa, na benki zinapopata faida maana yake zinapanua utoaji wa mikopo nchini. Hiyo wananchi wengi watapata mikopo, lakini vile vile vijana wetu watapata ajira katika maeneo mbalimbali, kwa sababu kama benki zenu zimeshakuwa giant katika utoaji wa mikopo, kwamba pia wafanyabiashara na vijana miradi ya gesi hivyo hivyo, ambako kwamba makampuni haya badala ya kutumia benki za nje sasa yamekuwa yakitumia benki zetu za ndani. Kwa hiyo tumeimprove sana kwenye hili eneo la local content, kwa kuhakikisha kwamba benki zetu zimeshirikishwa kikamilifu katika utoaji wa dhamana. Sasa nini faida yake haya yakifanyika vizuri? Faida yake ni kwamba kwanza benki zetu zinapata faida kubwa, na benki zinapopata faida maana yake zinapanua utoaji wa mikopo nchini. Kwa hiyo wananchi wengi watapata mikopo, lakini vile vile vijana wetu watapata ajira katika maeneo mbalimbali, kwa sababu kama benki zenu zimeshakuwa giant katika utoaji wa mikopo, maana yake kwamba pia wafanyabiashara na vijana wanaotaka mikopo wataenda benki, watapata mikopo hiyo na kulifanya taifa letu likue vizuri kiuchumi. Kwa mfano
benki ya NMB katika mwaka 2018-2019 ilipata faida ya bilioni 98. Lakini ilipofikia mwaka wa 2023-2024 benki hii ilipata faida ya bilioni 640. Sasa unaweza ukaona hiyo volume inayokuwa. Na lakini vile vile mabenki haya yanatufanya fedha nyingi za kizibaki hapa nchini, kwa sababu kama walikuwa wanaweza kutumia dhamana ya benki zao kule, manake wao wanapotoa dhamana zile faida wanazozipata zile zinakuwa ni sehemu ya fedha za kigeni ambazo zinaweza kubaki hapa nchini. Kwa hiyo nao wanatusaidia kuwa na forex nyingi ndani ya nchi. Hili jambo hili ni la kupongezwa kwa kweli, na mimi nataka nipongeze kabisa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jambo hili zuri ambalo linaonyesha. Nadhani ukiongea na watu wa benki ya NMB, ukiongea na watu wa benki ya CRDB, ukiongea na mabenki mengine yote, yatakuelezea juu ya improvement hii ambayo tulioifikia hivi sasa. Usimamizi na ushirikishwaji wa wazawa, yani local content katika mabenki, ungepashwa sasa iende hivyo mpaka kwenye maeneo mengine ambayo tunayoyatarajia yawe na ushirikishwaji mkubwa wa wazawa, hasa makampuni ya nje yanapofanya kazi hapa nchini. Kwa mfano hivi sasa bado kuna changamoto ya makampuni ya kimataifa yanapokuja hapa nchini. Makampuni ya kimataifa yaliyoko hapa nchini, aidha yako kwenye uchimbaji wa madini, au yako kwenye biashara ya mafuta, au yako kwenye biashara ya gesi, na makampuni mengine hayo multinational companies, hasa yanapoenda kuuza bidhaa zao. Wanapoenda kuuza, kwa mfano watu wa madini, makampuni ya madini yanapoenda kuuza bidhaa zao nje ya nchi, makampuni haya yamekuwa hayaweki fedha kwenye akaunti za benki za ndani. Kwa sehemu kubwa hili takwa halijatekelezwa kwa asilimia kubwa, na tunayo sheria ya fedha za nje, kwamba lakini ameshalipa fedha kule, na zenyewe zina comply na zinazingatia na usimamizi tulio kwa mabenki kutoa dhamana, malipo ya awali kwa maana ya agreement na ya utekelezaji wa mikataba, yani performance bond, kwamba huo uzingatiaji kia tunapozingatia katika haya mengine hadi ikiwemo kuhakikisha kwamba kampuni fedha za mauzo zinawekwa kwenye zetu za ndani. Kampuni mengi ya kigeni tulio na kampuni ya madini, kampuni za mafuta na gesi, lakini mawasiliano na internet, makampuni ya uwindaji ya mataifa na kadhalika. Kwa wanapashwa niletewe taarifa, waziri waeleze, kwa sababu jambo hili limekuwa halikamilifu kwa fedha, nalojiambia uzingatia hiyo ili iweze kuona, lakini kuchukua hatua wale ambao wanakiuka sheria. Kwa makampuni ya nje yanayo hayazingatii sheria kiwa kwamba yanazingatia, na wasipofanya hivi tuone zinazochukuliwa kwa mujibu wa sheria tu. Hapa tunayotaka kulizungumza kwa ni swala la tume ya makodi. Mheshimiwa wote lakini hadi sasa huu ni mwezi wa 8 sasa. Mwezi wa 8 mpaka sasa hivi tume hiyo haijaandaa na kuwasilisha ripoti kwa Mheshimiwa Rais, ili naye Mheshimiwa Rais aweze kuwasilisha ripoti hiyo kwa umma. Na bahati nzuri kama mnavyofahamu kwamba maoni na mapendekezo haya yalisubiriwa kwa hamu sana na Watanzania, kwa sababu yangesaidia hata katika huu mchakato wa budget, kwa sababu kama lengo na mazumuni ya kuundwa kwa tume hiyo ilikuwa ni kuliwezesha taifa letu liweze kuwa na mapato ya kutosha na liweze kujitegemea na kupambana na changamoto nyingi ambazo zinazopotezea mapato. Sasa kama taarifa hiyo na Mheshimiwa Rais aliagiza na ilipashwa walau mwezi wa 3, mwezi wa 4 hiyo imeshawasilishwa, ili sisi wabunge tungeweza kukapture maoni na mapendekezo yaliyokuwa yamewekwa na tume, ili kuisimamia serikali katika uandaaji wa bajeti inayoandaliwa ya mwaka 2025-2026, na mahala ambapo inapotulazimu kubadilisha sheria basi tufanye hivyo mapema, ili taifa letu liweze kujitegemea, kwamba tuweze kujitegemea kimapato, kwa maana kwamba tuongeze wigo wa mapato, lakini pia tudhibiti zile njia zote ambazo zinazotupotezea mapato, na kuhakikisha kwamba tunaweza kudhibiti mambo mengi yaliyokuwa yakifanyika
maybe ya upendeleo, lakini wizi, rushwa na ufisadi pamoja na ubadhirifu wa fedha za umma. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Mheshimiwa Rais aliamini na Watanzania waliamini kwamba tume hiyo maoni yale yatakayotolewa na ile tume yatakuwa ni mwarobaini wa matatizo, mwarobaini wa upotevu wa mapato ya serikali, yani kama center of gravity ambayo tulikuwa wote tunaitegemea. Sasa kitendo cha mpaka leo hii tume hiyo imeshindwa kutoa ripoti leo miezi 8, na hakuna maelezo kwa nini leo miezi 8 tume haijatoa ripoti. Mwezi wa kwanza umepita, wa pili umepita, sasa tunaenda kwenye bajeti kuu. Serikali imeshindwa kutoa tume hiyo imeshindwa kutoa mapendekezo yake. Ni nani aliyekwamisha tume hiyo ishindwe kutoa mapendekezo yake? Na kwa nini tume hiyo imeshindwa kutoa mapendekezo yake? Na kitendo cha kufanya hii hujuma ni hujuma kwa Mheshimiwa Rais, lakini ni hujuma kwa Watanzania wote ambao kwa kweli walitegemea sana maoni ya ile tuja kulisaidia taifa hili. Ambalo nililotaka pia kulia, na kabla sijatoka pale kwenye hili tume ya maboresho ya kodi, ni fedha ni lazima atoke awaeleze Watanzania. Tuna waziri ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, tuna waziri wa fedha. Hawa mawaziri wote wawili wanatakiwa kuliambia bunge na Watanzania haraka sana iwezekana nini kilichosababisha tume ya mipango, tume ya maboresho ya kodi kushindwa kutoa taarifa sasa hivi. Na Mheshimiwa Rais aliwapa vizuri kwamba taarifa ya awali itolewe ndani ya miezi. Sasa mpaka leo hii imeshindikana hata hiyo, licha ya wote kutoa maoni yao. Walipo kutoa maoni yao wakatoa maoni, nini kilifanya washindwe kutoa ripoti? Na wao hata siafunga kupokea maoni kwenye vyombo vya habari. Ukiangalia yao ya kupokelea wameshasema wameshafunga kupokea. Leo miezi mingi sana toka wafunge kupokea maoni. Nini kilichowafanya washindwe kutoa hii muhimu ujenzi wa taifa hili? Na kilichowafanya washindwe hii muhimu kusaidia taifa. Kingine sana ilikuwa deni la serikali. Na ya kudunge ya budget onyesha la serikali limekusi sana katika huu miaka mingi. Anapaswa kueleza ongezeko hii ya ukuaji wa deni la taifa ni nini, na kwamba na ili kuondoa utata wa kila mwaka, kwa sababu kila mwaka tumekuwa tukiomba, najua deni la taifa linakuwa. Mkaguzi mkuu wa serikali analalamika na anaonyesha kwamba deni la taifa linakuwa sana kwa kasi, na anatupa tahadhari sisi wasimamizi wa serikali kwamba angalieni kwa tahadhari kubwa ukuaji taifa. Ya bunge ya budget, kamati ya kudumu ya bunge ya budget, na yenyewe imekuwa ikizungumzia juu ya ukuaji wa deni la taifa, na wabunge wengine wamekuwa wakizungumzia juu ya ukuaji wa deni la taifa, lakini hata wananchi kwa ujumla na wenyewe wamekuwa wakizungumzia juu ya ukuaji wa deni la taifa. Sasa lakini pamoja na ukuaji wa deni la taifa, tunachosema kwamba deni la taifa linaweza likakua, kukawepo na sababu za msingi za kukua deni la taifa. Lakini sisi kama wabunge, na mimi mwenyewe Mpina, mara kwa mara nimekuwa nikiomba waziri wa fedha kuondoa utata huu. Kwa sababu kila wakati tukiuliza deni la taifa linakuwa kwa sababu gani? Haya, sawa, tumejenga SGR, wote tunafurahi. SGR sasa hivi ya kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam inafanya kazi na Watanzania wanafurahi kabisa, na sisi tunapongeza sana hatua hiyo iliyofikiwa na serikali. Tunazungumzia bwawa la Mwalimu Nyerere tulilolisubiri kwa hamu kubwa, na tulisimamia kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana na bwawa linajengwa. Tunashuhudia miradi mikubwa kama ya daraja la Busisi kule kujengwa na kukamilika, yote hayo. Lakini pia tunaangalia mradi mingine mikubwa kama ya REA inavyoendelea kutekelezwa nchini, miradi ya maji na kadhalika inayoendelea kutekelezwa nchini. Hatuna matatizo, lakini tunataka fedha la deni la taifa linavyokuwa linatupa mashaka makubwa. Tunataka tuone jedwali linaloonyesha kama ni bwawa la Mwalimu Nyerere zilienda shilingi ngapi za mikopo, kama ni SGR zilienda shilingi ngapi, kama ni Busisi tulipeleka shilingi ngapi, hela
tulizopokea, hela za mikopo tulizopokea ndani ya hii miaka minne, vis-a-vis miradi iliyotekelezwa, tunataka tuone kuna shida gani kuleta lile jedwali waziri wa fedha kila wakati tunamuomba kufanya hivyo, hataki kufanya hivyo. Nini sababu inayopelekea waziri wa fedha ashindwe kutoka kwenye bunge ambalo ni mamlaka iliyowekwa na wananchi kwa ajili ya kupokea taarifa kwa niaba yao, akatueleza haya mambo yote haya? Na ndio maana hakuna mtu ambaye leo anaweza akadeny utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati iliyotekelezwa. Lakini sisi tuna mashaka juu ya deni hilo la taifa lilivyokaa mpaka sasa. Lakini mashaka hayo pia yanaletwa pia hata na waziri mwenyewe, anavyoombwa taarifa kila wakati anashindwa kuweka taarifa wazi. Kwani kuna shida gani? Siweka jedwali tu, tulipokea fedha kadhaa zimeenda kwenye miradi kadhaa, sinaisha siku hiyo. Deni la serikali katika kipindi cha miaka minne limeongezeka kutoka trilioni 64.5 mwaka wa 2021-2022 hadi kufikia trilioni 97.36 mwaka wa 2023-2024, sawa na ongezeko la trilioni 32.36. Na hivyo deni kutoka kukua kwenye wastani wa 5% mwaka 2018-2019. Yani deni letu lilivyokuwa linaongezeka kwa mwaka, ilikuwa linaongezeka kwa 5% tu kwa mwaka. Sasa hivi deni letu la taifa kwa mwaka linaongezeka kwa 18%. Yani kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine deni linaongezeka kwa 18%. Kile ni kiwango kikubwa sana cha ongezeko la deni la taifa. Na inaonyesha kwamba tunakopa kupita kiasi. Yani kule sio kwamba tunakopa kwa ajili ya kutekeleza miradi tena. Yani hiyo ni ishara ya kwamba tunakopa kupita kiasi. Ukishakopa kupita kiasi tu tayari unakuwa umetengeneza tatizo jingine. Na ni kwamba naweza kusema kwamba badala ya waziri wa fedha kuconcentrate muda wake mwingi kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya serikali, yeye ana concentrate muda mwingi kutafuta mikopo kutafuta mikopo nje ya nchi. Sasa kama wizara itakuwa ina concentrate na kuhangaika na kutafuta mikopo, wakati kumbe ilikuwa na uwezo tu wa kusimamia mifumo ya kodi hapa nchini, ya kusimamia walipa kodi hapa nchini, ikakusanya mapato hayo ambayo inahangaika kutafuta leo na kuwaingiza Watanzania kwenye deni kubwa na mzigo mkubwa wa madeni. Sasa kwa mfano naweza kutolea hapa, zipo changamoto nyingi ambazo zinasababisha sisi tusikusanya mapato. Na ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua kuunda tume ya maboresho tume ya rais ya maboresho ya kodi. Kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo hizi tukizitatua hizi kwa mwaka mmoja tunaweza kukusanya mapato mara 2 au mara 3 ya hizi mikopo ambayo tunaenda kukopa sasa hivi nje ya nchi. Kwa mfano, kodi zinazobishaniwa katika mapingamizi ya kodi, yani katika mamlaka za rufani, TRAP na KET, kwa muda mrefu imefikia mpaka trilioni 10.5. Sasa kama TRA inakusanya mapato, kwa sababu trilioni 10.5 ni zaidi ya 30% ya mapato, ni zaidi ya 30% ya mapato yanayokusanywa na TRA. Sasa kama unaweza kwa mwaka mmoja ukawa na mapingamizi yenye thamani ya trilioni 10.5, kwa hiyo manake ni kwamba una maana ya kodi ambayo kusanyi. Lakini la pili, una mifumo ya tehama isiyo na usalama na ambayo inaruhusu mtu kubadilisha takwimu na mapato inaruhusu kubadilisha takwimu. Lakini hata hivyo inaruhusu hata mtu anaweza kadirect fedha hizo zikaingia kwenye akaunti yake. Yani fedha za umma umezikusanya vizuri, ukatoa na risiti vizuri, lakini zile fedha zinaingia kwenye mifuko ya watu, kwenye akaunti za watu. Sasa una mifumo ya tehama yenye isiyo na usalama kwa kiwango hicho. Nini unatarajia? Huwezi kukusanya mapato kama una mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato ambayo mtu yoyote anaweza, kwanza haina usalama. Manake baadhi ya mifumo ya tehama ambayo haina usalama, manake vamizi yoyote yule wa mitandao anaweza kaingia kwenye mfumo huo, akafanya uvamizi wake, akadirect zile fedha zinazokusanywa siingie kwenye akaunti yake. Na anaweza kufanya hivyo. Na ipo mifumo ya tehama inayofanya hivyo mpaka sasa hivi. Na taarifa za mkaguzi za mwaka 2023-24 na mwaka 2022-2023 zote zinathibitisha kwamba kuna mifumo mingi ya tehama ambayo watu wanatemba nayo na wanaiba mapato ya serikali. Sasa waziri wa fedha, badala ya kutibu hili, wewe unakimbilia kwenda kukopa. Kwa nini mifumo mingine iko imara tu? Mifumo kama ya Vodacom. Wewe leo hii nani anayekopa Vodacom hapa ikakosea mifumo hiyo kumchaji?
Wewe unakopesha hapa kwenye songesha hapa, ukiingia kwenye songesha hapa wanakukamata hapa na mikopo na hata nani zingine makampuni mengine ya simu yanavyofanya kama Yasi labda kwa maana ya Tigo, kama ilivyo Airtel katika kwa nini hata kwenye mifumo ile ya ukopaji tu na utumaji wa fedha hakuna mchezo? Hata kama hela imepotea unaweza ukairejesha, unaweza kufanya. Kwa nini mifumo ya serikali tu ambayo inayoleta matatizo? Maana yake ni ya kwamba ni watendaji wa serikali, ni baadhi ya watendaji wa serikali wasio waaminifu na baadhi ya mawaziri na makatibu wakuu wasio waaminifu kushiriki hizo njama za kuiba mapato ya serikali. Na ndio maana hatuwezi kuwa na mifumo imara, kwa sababu hao wanaoitengeneza mifumo, hao wanaoitengenezea njama ya mifumo hiyo kuja kuihujumu, lakini waziri unashindwa kusimamia hilo, katibu mkuu unashindwa kulisimamia hilo, na kila siku mguu na njia kwenda kutafuta mikopo. Lakini kuwepo kwa malimbikizo makubwa ya kodi na yasiyo ya kodi takriban trilioni 8.84 bila sababu za msingi. Lakini jambo lingine ni ripoti ya CAG na ripoti ya FIU kutofanyiwa kazi kikamilifu na kwa wakati. Sasa kama taarifa ya CAG imetolewa, imeonyesha mianya ya upotevu wa mapato. Kwa mfano kama jana tulitegemea waziri wa fedha aeleze namna ambavyo CAG ameripoti, namna ambavyo wabunge wamekuwa wakishauri katika mianya ya upotevu wa mapato. Yeye amekuja na nini? Angelieleza zile mechanisms alizokuja nazo, zile strategy alizokuja nazo, zile vision alizokuja nazo, angezieleza jana kwenye bunge kwamba baada ya taarifa ya CAG ya mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu inayoonyesha upotevu wa mapato, upotevu wa mapato 1, 2, 3 tumefanya improvement hivi na hivi, lakini matokeo yake hamna kilichoendelea. Deni letu limeendelea kukua. Lakini chini ya kifungu cha 3 na cha 6 na cha 13 cha sheria ya mikopo ya dhamana ya misaada ya mikopo sura ya 132, waziri wa fedha amepewa mamlaka ya kipekee ya kukopa kwa niaba ya serikali mikopo ya nje na ndani, na kutoa dhamana kwa niaba ya serikali. Yaani hapa hicho kifungu chini ya kifungu cha 3, cha 6 na cha 13 cha sheria ya mikopo dhamana na misaada sura ya 134 inampa mamlaka waziri wa fedha ya kipekee ya kukopa kwa niaba ya serikali mikopo ya nje na mikopo ya ndani, na kuweka dhamana anayoona yeye inafaa kwa niaba ya serikali. Mimi ninachoweza kusema kwamba haya mamlaka ni makubwa sana kupewa mtu mmoja, na anaweza kuyatumia vibaya na kuliingiza taifa kwenye matatizo makubwa. Nadhani ni muda mwafaka wa kupitia hiki kifungu upya cha sheria na kuweza kuzifanyia marekebisho ili taifa lisije likaingizwa kwenye mgogoro mkubwa. Unaweza ukabahatisha ukawa na waziri wa fedha mzuri akafanya vizuri, lakini unapobahatisha ukapata waziri wa fedha mbovu, taifa linaingia kwenye mgogoro mkubwa. Kumpa dhamana, kwa mfano kama sasa hivi bajeti ya serikali almost 35% tunategemea kutoka nje ya nchi. Sasa kama bajeti ya serikali nzima unategemea katika trilioni 30, katika trilioni 50, trilioni 35% unaitegemea kutoka nje ya nchi, alafu mamlaka ya kuipata na ya kuweka dhamana yanakuwa centered kwa mtu mmoja. Jambo hili likifanyika kwa namna hiyo linaleta matatizo makubwa kwa nchi. Lakini jambo lingine ambalo linalonipa shida sana, mkanganyiko mkubwa wa kifikira, ni kwa mujibu wa taarifa ya CAG ya miaka 3 mfululizo ambayo inaonyesha kwamba kuna mikopo mingi waziri wa fedha bila kuidhinishwa na bunge. Yaani mikopo imepitishwa ambayo haijaidhinishwa na bunge. Sisi waziri wa fedha kikawaida kila budget anatuambia kwamba bunge hili mwaka huu ukomo wetu wa kukopa ni huu, na fedha zitakazokopwa nje ya nchi ni hizi. Lakini kwa muda wa miaka 3 hii waziri wa fedha amekopa fedha ambazo hazijaidhinishwa na bunge. Bunge halikuambiwa na mikopo ikakopwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba moja, fedha alizokopa hakuomba ridhaa ya bunge na hazikuidhinishwa na bunge. Lakini la pili, matumizi ya fedha hizo hayakuidhinishwa pia na bunge. Na kwa ujumla ni trilioni 3.784. Trilioni 3.734. Sasa waziri wa fedha anawezaje kwenda kukopa fedha nje ya nchi na anazileta hapa nchini, anazipangia matumizi yeye?
na anazipangia matumizi yeye, jambo ambalo ukweli ni kwamba haliruhusiwi. Na taarifa hizo mwaka 2024 2023 na mwaka 2024 inaonyesha kwamba fedha ambazo zilikopa zaidi ya fedha zilizoidhinishwa na bunge ni nyingi zaidi, ni takriban kama trilioni 4 ambazo zilikopwa nje zilikopwa nje ya kibali cha bunge, na hakuomba ridhaa ya bunge katika kuzikopa fedha hizo. Kwa hiyo ukiangalia mwaka 2020 mwaka 2021 alikopa bilioni 254 bila kibali cha bunge, zaidi ya kiwango alichoruhusiwa. Mwaka 2021 mwaka 2022 alikopa zaidi ya trilioni 1.285 zaidi ya kibali ambacho aliruhusiwa na bunge. Mwaka 2022 mwaka 2023 alikopa zaidi ya trilioni 2.245 na mwaka 2023 mwaka 2024 alikopa zaidi ya trilioni, inaonekana zaidi kama zaidi ya trilioni 4, takriban trilioni 4 alikopa bila kibali cha bunge. Sasa mambo haya waziri wa fedha anawezaje kuyafanya nje ya sheria, nje ya utaratibu? Hizo powers anazipata wapi waziri wa fedha? Yani katika miaka minne ukope takriban trilioni 8 bila kibali cha bunge, takriban trilioni 8 bila kibali cha bunge. Yani najiuliza hizo, yani kujiamini huko Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anakutoa wapi? Yani kabisa unaweza kaingia kwenda kukopa fedha zaidi ya trilioni 8 bila kibali cha bunge. Yani usiulize bunge, na unazileta hizo fedha ndani ya nchi, unazipangia matumizi wewe basi. Na bahati mbaya mwaka wa 2020 mwaka 2021 alipokopa fedha za COVID zilizoongezeka zaidi ya mikopo tuliyokuwa tumemuidhinishia trilioni 1.3, alileta ndani ya bunge akapata kibali, ndani ya bunge akapata kibali, na matumizi ya zile fedha tulikubaliana wapi ziende zikatumike. Lakini pia juzi hapa mwaka huu wa 2025 mwaka huu wa 2024 mwaka 2024 nadhani ilikuwa bunge la mwezi wa 11 kama sikosei, la mwaka 2024 alileta pendekezo pia hapa la kuongeza budget. Bunge likamuidhinishia maombi aliyoyaomba pamoja na matumizi ya fedha alizoziombea kupanua mkopo kuliko fedha ambazo zilizokuwa zimeidhinishwa kwenye bajeti. Lakini miaka hiyo mitatu, kwa nini katika kipindi cha miaka yote hiyo mitatu waziri alidiriki kuomba kibali ndani ya bunge? Kwa nini katika miaka hiyo minne waziri hakuomba kibali cha bunge? Waziri aliamua kuongeza mikopo yeye mwenyewe, aliamua kupanga matumizi yeye mwenyewe. Sasa jambo hili alilolifanya waziri wa fedha, lakini nyongeza juu ya hilo, nyongeza hiyo kwa mujibu pia wa taarifa ya CAG, kwa miaka mitatu mfululizo fedha zilipokelewa na fedha zilizopokelewa hazikuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, jumla ya trilioni 7.495, na hii ni kwa miaka mitatu, na uondoa mwaka wa 2023 2024 ambao takwimu zake bado nazifuatilia. Lakini kwa maana ya takwimu za mwaka 2021 mwaka 2020 2021 hadi mwaka 2023 hadi mwaka 2022 2023, jumla ya fedha zilizochukuliwa za mikopo na kuingizwa kwenye matumizi moja kwa moja bila kuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ni trilioni 7.495. Na jambo hili nilichangia vizuri sana miaka ya nyuma, na hata kwenye maboresho na hasa kwenye tume ya rais ya maboresho ya kodi pia nilisema kwa sauti kubwa kwamba waziri ameyafanya hayo. Sasa waziri wa fedha huyu hapa tumeona fedha zilizokopa, sheria inataka fedha zinapochukuliwa mahala popote lazima ziingie kwenye mfuko mkuu wa serikali. Fedha zote za mikopo zinapokopwa zinatakiwa ziingie kwenye mfuko mkuu wa serikali, lakini waziri yeye kakopa fedha zijaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, zikaenda kwenye matumizi moja kwa moja. Sasa jumla hapa na yenyewe ni takriban kama nilivyosema kwamba ni trilioni 7.495, na hiyo ni kuondoa mwaka wa fedha 2023 mwaka 2024. Sasa ina maana kwamba ukizijumlisha na za mwaka huo yawezekana zikaongezeka zikawa nyingi zaidi. Sasa hizo powers na hizo nguvu na hizo guards
za huyu waziri wa fedha kuyafanya hayo, huku akijua kabisa ni kinyume cha sheria? Anayatoa wapi na kwa nini anafanya hivyo? Kwa hii ni kinyume na kifungu cha 12 cha sheria ya fedha za umma sura ya 348 na marekebisho yake ya mwaka 2020 kwa mujibu wa ibara 35 na kwa mujibu wa ibara ya 135 ya katiba ya Jamhuri ya Tanzania na sheria za nchi ambazo matumizi za utaratibu huo. Zinakataa utaratibu wa ukopa na zinakataa utaratibu wa fedha bila kuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Sasa kama nakataa, nchi nakataa, waziri wa fedha haya yote ameyafanya kwa mamlaka gani? Haya yote ameyafanya kwa kiburi gani? Yaani kwa kulidharau bunge, kwamba wabunge hafanya, au kwa ajili ya mpaka apate gari hizo anazozifanya, kwamba hawa wabunge fanya hili bunge kunifanya na Watanzania hawafanyi. Kipimo cha uhimilivu wa deni la taifa pamoja na maelezo yote na waziri wa fedha, uhimilivu deni ni sawa. Kipimo wa deni la taifa, uwiano wa kulipa deni kwa mauzo ya nje ni 17.7, wakati ukomo ni asilimia, na uwiano wa kulipa deni kwa mapato ni 14.5, wakati ukomo kwamba uwiano wa kulipa deni kwa mauzo ya nje ni 11.7, wakati ukomo ni 15. Kwa hiyo tayari tuko kwenye alarming. Lakini pia uwiano wa kulipa deni kwa mapato ya ndani ni 14.5, wakati ukomo ni 18. Hii ni ishara ya hatari ya nchi kuelemewa na madeni. Hii ni ishara hatari ya nchi kuelemewa na madeni, kwa sababu ukaribu wa viwango hivi na mipaka unahitaji ukaribu wa uwiano huu, yani kwamba 11.7 kwa 15, manake pale ni karibu sana. Lakini 14.5 kwa 18, manake ukipata sheki kidogo tu, yawezekana ukipata sheki kidogo tu Tanzania shilingi yako ikashuka thamani. Ukapata ukame, mauzo yako ya nje yakasheki, manake tayari mauzo ya nje yatashuka, na manake kwamba tayari kile kiwango sasa tunachokisema cha 14.5 kitaongezeka zaidi na kitavuka hiyo 18, na kiwango cha 11.7 kitaongezeka zaidi na kuvuka kile kiwango cha 15. Kwa hiyo manake tayari nchi unakuwa umeiingiza kwenye matatizo makubwa, na ndio maana kwamba ni lazima tukope kwa busara mkubwa na tutekeleze miradi yetu tuliyoipanga. Tusije tukafanya hata uzembe tu wa sisi kushindwa kukusanya kodi, tunaenda kukopa kuja kufinance matumizi yetu ya kawaida ya washa na starehe zingine. Na ndio maana tukaomba kwamba kama utetezi ni huo mkubwa, kama tunahitaji kufanya mambo makubwa, tumelazimika mpaka tupate mikopo hiyo mikubwa, sawa, lakini lete jedwali hapa tumalize utata wa miaka mingapi? 5. Na hilo ambalo nalo limekuwa ni changamoto. Lakini tumeona Mheshimiwa Rais katika muda mrefu katika maeneo mbalimbali amekuwa akilalamikia sana na akiomba kupunguza kukopa, na akilalamika sana juu ya ukopaji wa mikopo inayoendelea, kwa sababu anaenda mbali kabisa mpaka anaona na kwamba kama tunanyanyasika kwa watu wetu ambao tunaenda kukopa mikopo, na mikopo mingine inabidi tuipate kwa masharti ambayo sio rafiki kwa nchi yetu, na masharti mengine ambayo mpaka wanayojaribu hata kuingilia uhuru wetu. Sasa tunakuwa na waziri wa fedha ambaye analalamikiwa na kila mtu. Sasa Mheshimiwa Rais anamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wabunge tunamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wananchi wanamlalamikia waziri wa fedha huyu kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa, na kuliingiza taifa kwenye madeni ambayo hayakustahili kuingizwa kama taifa lingekuwa na mkusanya kodi wa kweli. Sasa kwa mantiki hiyo waziri wa fedha ameshindwa, na bahati nzuri mchango huu wa maandishi nilimkabidhi kwa maandishi.
waziri wa fedha, na nilitegemea kwa haya mambo mazito haya asingeweza kwenda nayo. Haya mambo mazito haya alitakiwa au ameshayatatua. Na nilitegemea kwamba ndani ya bunge angejibu. Lakini pia kwa dharau kubwa, hata ile kumention tu kwamba nimepokea mchango wa maandishi, kwa sababu mimi kama sikusimama kusema, silinipashwa pia kutambulishwa kwamba mchango wangu wa maandishi niliyoutoa na hata kujibu baadhi ya hoja nilizokuwa nimemuuliza. Na muda alikuwa amepewa na spika wa kuwajibu wa bunge. Hapa kuwepo na sababu ya kusema kwamba tena hizi hoja sisi tutakuja nazo kesho. Yaani wewe bunge limesharoketi muda wa waziri wa fedha wa kujibu hoja za waziri wa fedha, lakini alipata muda mpaka wa kuzungumzia timu zake za mpira za Singida. Huo muda aliupata. Lakini muda wa kujibu maswali ya wabunge ndani ya bunge haukupatikana. Bunge limeallocate muda wa wabunge wao kujibiwa. Wanaambiwa kwamba hoja walizoziuliza watajibiwa baadaye. Haya ni mambo ya ovyo sana. Kuambiwa wabunge waliokuja wameacha shughuli zao kuja kufanya kazi za wananchi, naambiwa majibu si mtaletewa baadaye. Huyo waziri yeye huwa anafanya kazi gani mpaka uje tuambie sisi majibu baadaye? Tumekuuliza hapo bungeni, wataalamu wote wapo ndani ya bunge na wamepewa kibali na mheshimiwa spika kuingia bungeni ili wamsaidia kumpa majibu. Unatuambia kwamba majibu tutaletewa baadaye ya lini? Wakati ndio tuko hapo tayari na tumevaa kibunge kusubiri, tumetoka kwenye majimbo. Tunaambia wananchi kuwawakilisha, alafu tunaambiwa majibu tutaletewa baadaye. Tunaletewa baadaye ya lini? Bunge wa kupewa majibu, unasema majibu baadaye. Mambo haya ni mzaha sana katika usimamizi wa shughuli za wananchi, na haifai kuwa hivyo. Sasa kwa sababu waziri huyu ameshindwa, ni kama amekimbia hoja. Kwa hiyo hizi hoja bado zinamkabili, na kwa kweli anakabiliwa na mtihani mgumu kwamba anapojiandaa kwenda kuleta ile bajeti kuu, ni lazima wa Tanzania, ni lazima wabunge nini sukuma kwenda kukopa mikopo peke yake kwa ridhaa yake na kunia kwa ridhaa yake, na kukopa fedha zingine usizipitishe kwenye mfuko mkuu wa serikali, unazichepusha, unazipeleka moja kwa moja kwenye matumizi kwa ridhaa yako. Lazima Watanzania waambie. Lazima Tanzania waambie. Kwa hiyo anakabiliwa na huo mtihani mgumu huo wa kuhakikisha kwamba hilo takwa analitekeleza, hata kama ameshindwa kunijibu hapa kwenye hii wizara ya kwake ya wizara ya fedha kabla ya bajeti kuu ya serikali, lakini anakabiliwa na upinzani, anakabiliwa na mtihani mkubwa wa kuhakikisha kwamba kama aliamua kukwepa hapa, basi kwenye bajeti ya serikali kuu hawezi kulikwepa hili. Ni lazima atuambie ukweli, tutoke na majibu hapa sote. Tupate jedwali la mikopo yote iliyokopwa ndani ya miaka 5 na matumizi yake yalivyofanyika. Mkopo huu tulikopa tukapeleka kwenye mradi huu, mkopo huu tukapeleka kwenye mradi huu, ili tuelewane vizuri. Lakini pia aeleze hizo sababu za kukopa bila kulishirikisha bunge na kufanya matumizi bila kulishirikisha bunge, lakini pia aeleze hizo fedha zingine alizokuwa nazo alafu haziingii kwenye mfuko mkuu wa serikali. Maana yake ni nini yani? Na huku akijua sheria zote za nchi zinakataa, na huku akijua katiba ya nchi inakataa. Serikali kushindwa kesi mahakamani. Niliongelea pia kipya cha bajeti ya ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na na utawala bora, Mheshimiwa Simbachawene, kwamba hizi hoja zote hizi anazichukua nazo serikali majibu. Nilitegemea waziri wa fedha jana alitakiwa kulijibu hili jana, kujibu kwa uhakika, kwa sababu kama nilivyosema wakati huo kwamba kwenye hizi international for settlement of investment disputes exceed yale tunaita ni zile mahakama za kimataifa, mahakama taifa za migogoro ya kibiashara na uwekezaji exceed. Kwenye tovuti yake ilionyesha Tanzania imelipa zaidi ya trilioni 1.438 kwenye makampuni mbalimbali, na inatakiwa ilipe trilioni 2.47 kwa madai kwamba nchi yetu imeshindwa kesi mbalimbali kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2024.
Na makampuni hayo niliyaeleza, kampuni la Motero Mining and Exploration Limited la Canada ambalo linadai zaidi ya bilioni 72.9 na kwamba bilioni na linadai fedha hizo na tayari bilioni 31 zimelipwa tarehe 20 Novemba 2024 na bado linatudai bilioni 41.7 na hizo tunatakiwa tuzilipe ifikapo tarehe 31 Januari na tarehe 28 Februari 2025 ambayo na yenyewe imeshapita. Kwa hiyo yawezekana kabisa mpaka sasa hivi hizo bilioni 72.9 tumeshazilipa kwenye hilo kampuni la Canada. Lakini waziri katika reporting yangu ya awali mpaka hapo alikuwa ameshakwisha lipa bilioni 31 kwa kampuni hilo bila kulieleza bunge na bila bunge kuletewa hiyo kopi ya mahakama. Tumeshindwa kwenye kesi gani? Kesi ilikuwa nini na tumeshindwa nini? Yani unasikia tu tumelipa. Lakini kampuni la Indian Resources la kutoka Indiana Resources kutoka India lina madai ya bilioni 237 ambalo lenyewe tayari tumekwisha lilipa bilioni 156. Tayari tumeshakwisha lipa tumeshalipa bilioni 156. Zingine tunatakiwa kuzilipa ifikapo zilizobaki tunatakiwa kuzilipa ifikapo tarehe 30 Machi 2025. Na yenyewe imeshapita. Ina maana tayari almost hizi bilioni 237 inawezekana na zenyewe zote tumeshazilipa. Lakini kampuni la Arab Contractor and Esriwed Electric lina madai ya milioni USD milioni 500. Yani trilioni 1 sawa na trilioni 1.3 ambapo dola 150 sawa na shilingi bilioni 390 tayari tumekwisha kulipa. Na bado tunadaiwa bilioni 910 kwa hukumu hiyo iliyohukumiwa. Sasa hebu wote tujiulize, hili kampuni la Arab Contractor na kampuni la Arab Contractor na Esriwed Electric ambao ndio wajenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere tunawadai bilioni 655 za ucheleweshaji wa mradi huo kwa zaidi ya miaka 2. Tunalidai ile kampuni Arab Contractor tunamdai bilioni 655, lakini tunamdai bilioni 270 hizi za CSR bilioni 270, jumla bilioni 926 kama sikosei, jumla bilioni 926 ndio tunazomdai. Imegeukwa tena yeye ndio anayetushtaki na tayari tumeshaanza na kumlipa. Lakini haya yote yanafanyika, bunge haliambiwi, wananchi hawaambiwi. Waziri wa fedha kwa mamlaka ambaye haijulikani anayatoa wapi anaenda kulipa hizo fedha. Na hizi nazo hatujui, kwa sababu kipindi hicho iliripotiwa bilioni 390, yawezekana saa hizi ameendelea kulipa fedha hizo. Lakini kampuni la Hermanus Philippus Stein lenyewe tunatakiwa kulilipa bilioni 78 na lenyewe tumeshindwa kesi. Na makampuni mengi, mabenki haya kama benki ya Standard Chartered ya Hong Kong ambayo yenyewe tayari tumeshalipa zaidi ya bilioni 482 bilioni tumeshazilipa. Lakini sisi zile tunazotakiwa sisi kulipwa hatujalipa hata moja. Kwa mfano kampuni la IPTL natakiwa kutulipa zile fedha zetu ndilo zichukua zaidi ya bilioni 400 na kitu, na kesi ilishamuliwa tulipwe, mpaka leo hii hatujalipwa. Zile fedha za bagei nini hizi fedha hizi za nini hizi ambazo tulishinda na zenyewe kwenye kesi mbalimbali, yani tukatakiwa kulipwa zaidi ya bilioni 170 na zenyewe mpaka leo hii. Kwa hiyo mahala popote tunakodaiwa na makampuni ya kitaifa tumeshalipa trilioni 1.438 mpaka sasa hivi. Lakini mahala ambako sisi tunatakiwa kulipwa hatujalipwa hata sumuni katika maeneo mbalimbali. Nilikuwa nazungumzia kwa mfano hata hela zile za pre-bargain, zile fedha za pre-bargain zote hatujalipwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ina maana kwamba hatuna mkusanyaji wa mapato ya serikali. Yaani mamlaka zilizopewa jukumu la kukusanya mapato ya serikali ambayo namba 1 ni waziri wa fedha, kuna shida kubwa sana. Sasa kama hizi fedha za Watanzania zitakuwa zimelipwa trilioni 2.47
Yani maanake ni trilioni 2 na bilioni 470. Tunatakiwa kuyalipa makampuni mbalimbali yaliyotushinda kesi huko katika mahakama za kimataifa. Sasa fedha zote hizi zinaenda kulipwa. Watanzania hawaambiwi, bunge haliambiwi. Waziri wa fedha mnaye bungeni kila leo, na ameleta hata hotuba yake, hakuna maelezo hayo ameyatoa. Huku inafika mahala mnaambiwa kwamba makusanyo ya TRA 100%. Mnaenda kwenye miradi ya maendeleo, mnaambiwa miradi ya maendeleo mingine imesimama kwa sababu hakuna pesa. Ni maswali ya kujiuliza kwamba TRA imekusanya mapato karibia 98%. Halafu mnakuja huku mnakutana na taarifa mikopo tumekopa mpaka na zaidi ya bajeti tulioiweka. Halafu mnaenda kwenye miradi ya maendeleo, baadhi ya miradi ya maendeleo imesimama kwa sababu pesa hamna. Ni very controversial. Ni contravention kubwa ambayo maana yake nini? Maana yake ni pamoja na haya. Sasa kama unaweza ukalipa mpaka trilioni 1.438 nje ya fedha zilizoruhusiwa na bunge, nje ya budget, unategemea nini katika budget yako unayo implement? Mimi nilitegemea, kwa sababu hili jambo nilishalichangia bungeni, tena kwa kusema kwa sauti kwenye Wizara ya Utumishi na Utawala Bora. Nimesema tena kwa sauti, nilijua waziri wa fedha atakuja kabisa, ameandika ndani kwamba changamoto tulizozipata katika bajeti mwaka huu ni nchi yetu kushindwa kesi labda katika mahakama hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na hukumu pengine ameshapita kwenye kamati ya katiba na sheria, akapeleka zile hukumu akaziona na wenyewe, ili waone fedha za Watanzania. Ni lazima kila senti ya Watanzania wa maskini inapolipwa mahala fulani iwe kweli inalipwa kwa sababu za msingi, isilipwe fedha za Watanzania kwenye maeneo yasiyokubalika kwa sababu tu ya biashara za watu. Hapa na hapa mnaambiwa tu mmeshindwa kesi, zinaweza kuwa ni biashara za watu hizo. Na ndio maana hata Mheshimiwa Rais hapa juzi wakati anamwapisha huyu mwana alipokuwa anafanya mabadiliko ya mawaziri wa katiba na sheria, alisema, alipokuwa anamwapisha, nadhani alikuwa ni huyu waziri Ndumbaro, alipokuwa anamtoa kwenye wizara ya michezo anamleta kwenye wizara ya sheria, alimwambia kwamba huko unakoenda kuna mambo mengi sana yanayo involve mambo ya sheria, kawe sharp katika mambo hayo, kuya identify na kuya analyze, ili tusiwe tunaingia tunaambiwa kwamba ni sheria mmeshindwa kesi. Yani ni wapi, nchi ya wapi ambayo unaambiwa tu umeshinda kesi afu kesho mnalipa? Tukishindwa kesi manake ile hukumu iletwe ndani ya bunge, ipite kwenye kamati yetu ya katiba na sheria, kwenye kamati yetu ya budget, iletwe bungeni tueleze kwa nini kwanza tuliingia mkataba huo na kwa nini tumeshindwa. Na sababu za kushindwa ni zipi? Sasa inaweza ikawa biashara tu. Inafika kule kesi imefunguliwa, yawezekana hata watu hawahudhurii au vielelezo vya msingi havipelekwi. Mnaambiwa tu mmeshindwa, tumeshindwaje? Na fedha zetu za Watanzania zinalipwaje? Kwa hiyo hili mimi nilitegemea kabisa kwamba waziri wa fedha angekuja kulieleza bunge kinagaubaga juu ya nini hasa kilichotokea mpaka sisi tushindwe kesi mahakamani badala ya kukimbilia kulipa. Lakini hata hivyo waziri wa fedha anakabiliwa na huu mtihani, ni lazima atueleze kwenye bajeti kuu ya serikali mamlaka gani aliyoyapata kulipa fedha za Watanzania bila kibali cha wawakilishi wao. Mamlaka gani aliyoyapata ya kumruhusu yeye waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kulipa fedha za Watanzania bila kibali cha bunge, kulipa fedha za Watanzania ambazo hazijabajetiwa kwa shughuli hiyo, matrilioni ya fedha yote hayo? Lazima atueleze. Hili jambo haliwezi kuwa la mkopo, haliwezi kuwa la hiari. Ni lazima atueleze anapoleta bajeti yake kuu. Hatuwezi kusimamia waziri ambaye hakubali kusimamiwa. Na hii sisi tunafanya kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 63(2) imelipa mamlaka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuisimamia serikali na kuishauri serikali. Sasa kuna muda wa kushauri, kuna muda wa kuwasimamia. Katika hili tunaisimamia serikali. Unalipaje fedha za Watanzania bilioni almost trilioni 1.5, na pengine hapa zingine tu kwa sababu sina uhakika, yawezekana zote hizi trilioni 2.5 zimelipwa zote, kwamba mmeshindwa kesi zilipwe. Zinalipwa bila kibali chetu. Alafu waziri anakuja kwenye hotuba yake haelezi chochote. Maana yake nini? Kwa mfano haya malipo haya, ukiingia kwenye yale makampuni yaliyolipwa yameonyesha Tanzania kampuni fulani limelipwa na Tanzania. Ukienda kwenye tovuti ya KICD yameweka wazi, very transparent, kama sisi tumelipwa kwa kuwini kesi. Sasa waziri wa fedha wa kwetu kimya, waziri wa katiba na sheria wa kwetu kimya,
waziri wa katiba, waziri wa ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, kimya. Yani mawaziri wote waliokuwa wanahusika kwenye hili jambo wote wako kimya. Sasa ukishaona ukimya huo manake nini? Usiri huu unaleta mashaka makubwa juu ya uhalali wa malipo wa fedha hizo. Kwa sababu kama hela zimelipwa kikawaida, kesi tumeshindwa, genesis ya kushindwa zile kesi inaeleweka, kwa nini iwe siri? Wanasema the silence in a room speaks volumes. The silence in a room speaks volumes. Ukimya huu una mambo mazito huko ndani. Kimya huu una mambo mazito huko ndani. Na kwa kweli kama wawakilishi wa wananchi nadhani ni mambo ambayo hayakubaliki. Labda nimalizie na nisichukue muda wenu mwingi sana. Nizungumzie swala la udhibiti na utakatishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi ambao unasimamiwa chini ya kitengo cha Financial Intelligence Unit FIU. Kwanza, kwa taarifa zilizoletwa jana, napongeza kwamba Wizara ya Fedha imeweza kuratibu utekelezaji wa vipengele vyote 21 tulizokuwa tumepewa katika mpango kazi wa FATF. Na vigezo hivyo wizara imevitekeleza na nchi yetu kuondolewa kwenye orodha ya nchi zilizokuwa zinasimamiwa na FATF, baada ya kutekeleza hivyo vipengele vyote ambavyo tulivyokuwa tumeagizwa. Mimi na wabunge wenzangu, na hasa katika hili nasema labda nisemee waziri wa kamati ya katiba, kamati ya bajeti, kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, na mimi ambalo hili jambo tulilifuatilia bega kwa bega kwa waziri wa fedha kwamba kwa nini nchi yetu ipewe masharti 21, ipewe vigezo 21 na FATF, alafu tushindwe kuvisimamia vipengele hivyo kwa muda huo mrefu. Kwa sababu utekelezaji wetu wa miaka karibia 3-4 ulikuwa 24% tu. Sababu ni nini? Leo waziri wa fedha ametuletea taarifa akisema kwamba vigezo vyote hivyo vimetekelezwa, vigezo vyote 21, na nchi yetu imeondolewa kwenye orodha ya nchi zinazosimamiwa na FATF kwa karibu. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri na ni la kupongezwa. Lakini na wabunge na sisi ambao tulisimamia hili jambo zuri kwenye taifa, kwa sababu kama nchi yenu inawekwa chini ya uangalizi na kuitwa kwamba ni nchi oevu ya utakatishaji wa fedha haramu, watu wote wanaiwekea indicators. Kwa sababu maeneo haya maana unazungumzia utakatishaji wa fedha haramu, unazungumzia ufadhili wa ugaidi, unazungumzia ufadhili wa maangamizi. Kwa hiyo nchi yenu inapokuwa oevu katika mambo hayo inakuwa na challenges nyingi. Kwa hiyo nipongeze kwa hatua hiyo iliyofikiwa. Lakini kitu kibaya sana ambacho sikukifurahia, taarifa za waziri wa fedha sasa hivi za mwaka 2024-2025 na mwaka 2025 mwaka 2024-2025 na mwaka 2025 mwaka 2026 hazionyeshi idadi ya miamala shuku. Yaani waziri wa fedha anaingia ndani ya bunge kutoa taarifa ya haweki taarifa ya miamala shuku, ni idadi ya miamala shuku iliyopatikana katika mwaka wa fedha ni ngapi. Lakini pia miamala fiche ni mingapi na thamani yake ya fedha ni ngapi, ili kuwawezesha hawa wawakilishi wa wananchi waweze kuisimamia serikali. Kwa sababu unapowanyima wabunge taarifa hizi, hawawezi kuisimamia serikali katika eneo hili, hawawezi kuishauri serikali katika eneo hili. Na sababu za waziri kuondoa kipengele hiki muhimu ni nini? Katika miaka ya nyuma kilichozua mgogoro mkubwa, waziri wa fedha
aliporipoti mwaka 2022-2023 kitengo aliripoti miamala 16,000 miamala shuku 16,097 yenye jumla ya trilioni 280, na akasema kwamba walifanya uchambuzi na wakapata miamala 769 mwaka ule. Kazua maneno mengi sana, na hii miamala 1,097 miamala shuku hii 16,097 ilikuwa na thamani ya 200, ikazua mjadala mkubwa sana bungeni. Maelezo mara yanaambia mara hii ni mauzo ya vitenge, mara ni simu zilizotimwa, lakini ukweli ni kwamba fedha zinazoripotiwa kama miamala shuku zinaitwa suspicious transactions. Ni transactions zenye mashaka. Haya ya suspicious transaction, mle ndani ni kweli zipo transactions zaida tu, mle utasema transaction ambazo ndio zina miamala, na hiyo miche ndio sasa FIU tukua inapeleka kwa zinazohusika. Sasa fedha baada ya jadala hiyo hivi miaka miwili kuweka miamala ndani ya budget, kulieleza bunge miamala shuku ilikuwa na miamala ilikuwa ni mingi na thamani zake, ili sasa liweze kazi yake sawa. Lakini kamati ya budget jana yenyewe ikatuambia kwamba miamala suspicious transaction ilifikia 1.5 ya jumla ya shilingi trilioni 463. Sasa kwanza kiwango kuwa na suspicion za trilioni 463 kiwango kikubwa sana. Tulitegemea waziri mwenye nia njema na nchi yake mmoja angetuambia kwamba alipoziona zile transaction miamala shuku yenye thamani ya trilioni 463 alifanya uchambuzi wa miamala mingapi na akaigundua kwamba hiyo miamala ndio miamala fiche ambayo sasa inahitaji uchunguzi zaidi. Kwa nini imefichwa? Kwa sababu FIU sio kitengo cha kupokea tu suspicious transaction. FIU ni kitengo cha kufanya uchambuzi wa miamala, kupokea suspicious transaction na kufanya uchambuzi na kupata hidden transaction au miamala fiche, ili sasa waweze kujua waweze kujua kiwango cha fedha ambazo kimetakatishwa na akina nani waliotakatisha, ili waweze kuwasiliana na mamlaka zingine za uchunguzi zinazotakiwa kuchukua hatua baada ya hapo. Lakini taarifa hii zote zimefichwa. Lakini unajiuliza, hivi ni waziri wa aina gani ya fedha tuliye naye, ambayo kweli bunge, ambayo yeye ni waziri wa fedha, ambayo ni extension ya powers za bunge, kuwa waziri uende kwenda kuisimamia serikali na uwaletee wabunge wenzako ukweli juu ya serikali inavyoendeshwa, ufiche taarifa kwa kiwango hicho. Sasa wewe kama msimamizi unawezaje kuficha taarifa, kutuambia kwamba zile miamala zilikuwa ni za jambo gani na umesimamia kwa nguvu gani? Sasa kuwepo kiasi kikubwa cha miamala shuku nchini, swala linalotishia usalama wa taifa letu. Unapokuwa na hii miamala shuku mingi inatishia usalama wa nchi. Lakini huwezi kukusanya mapato katika miamala shuku na kama kuna utakatishaji mkubwa wa fedha za umma. Maana kuna fedha haramu itatapakaa, na fedha haramu inatapakaa kwenye kikundi tu cha watu, maana huwezi kukusanya kodi. Lakini pia lazima kutakuwa na utoroshaji mkubwa wa fedha kwenda nje ya nchi. Lazima kutakuwa na utoroshaji mkubwa wa fedha kwenda nje ya nchi, yani illicit financial kubwa. Lakini lazima kuna uhamishaji mkubwa wa bei za bidhaa na huduma, transfer pricing. Maana huwezi kucollect revenue. Lakini kuna biashara za magendo na kuna biashara haramu nyingi zilizotapakaa. Yani mazingira ya kuwa na miamala fiche mingi, manake ujue kwamba shughuli nyingi za kiuchumi zinazofanyika sio halali. Shughuli nyingi zinazofanyika ni haramu. Economic activities nyingi zinazofanyika, business and economic activities zingine zinazofanyika ni haramu. Sasa unawezaje mambo haya yakaruhusiwa na ukaleta hiyo taarifa bungeni very right? Yani kana kwamba sio tukio yani.
kana kwamba kile kitengo ni kitengo kidogo tu, hakina maana yani, mpaka taarifa yake haihitaji kuwekwa ndani ya taarifa ya waziri wa fedha.